Katika jina la Yesu nataka tuamini katika msalaba huo, maana siku hizo za ufufuo wako Yesu ulileta matumaini na ile ndoa wasiwasi katika maisha yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, tuseme amen. Naomba tukae katika jina la Yesu. Basi tunafungua topic yetu leo. Maandiko inasema Mungu akawa amepeana agano kwa watoto wa Sunday school. Kujeni nakumbukonga na Steve Rana, yeye ndiye akona hiyo orodha wageni nini, watoto wa Sunday school, ushuhuda, hizo vitu zote mimi na sawa. Mama, tunazungumza kuhusu maagano ya Mungu. Sasa katika maagano ya Mungu tuna kitu tunaita active indicators, yani dalili ambazo zinaonekaniwa wazi kwamba agano la Bwana liko juu ya maisha yako. Baadhi ya kitu kinachoonekana kwamba wazi, mojawapo hiyo agano inaitwa ndoto, ambayo nataka nizungumzie na niweze kutafakari na kufundisha maana ya ndoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoto ni sehemu moja ya muhimu sana katika maisha ya Mkristo, na ukikosa maisha ya kuota ndoto katika maisha yako, then that tells you ya kwamba gari lako halina mafuta ya kutosha. Maandiko yanasema wakati Yesu mwenyewe amezaliwa, mamajusi wakaanza safari. Biblia inasema ya kwamba wakatokelewa na ndoto. Ndoto ni sehemu kubwa sana, na ndio hata wachawi, waganga, hata watu wa kawaida, hata dini zingine leo tunaongea. Kuna mtu aliota, alilala, akaota, akaamka, akatengeneza dini. Mpaka leo tunaongea dini hiko, tena iko active and stronger as a result of a dream. Praise the Lord. Yani leo hivi kuna watu wameota ndoto. Wanasema Seventh Adventist Day SDA Church, Helen G. White alipata accident, akalala, akawa in coma for 7 days. Baada ya kuwa katika koma, akaona ndoto ya kwamba Masihi anarudi baada ya siku ya 7. Sasa wakaweka katika kipimo hicho, waka-insist, wakasema kwamba lazima siku ya Sabato, wakajua kwamba Masihi atarudi siku ya Sabato. Mpaka leo tuko na SDA ambayo is the strongest denomination in the world, whereby people sometimes don't work. Kuna maeneo pale kwetu ukienda, watu hawafanyi kazi siku ya Jumamosi, wanaondoka kabisa. Kazi inafungwa saa 12 Ijumaa mpaka saa 12:30 siku ya Jumamosi, kwa sababu ya ndoto ya mtu mmoja. Hivyo hivyo dini hizo za regionalia, madini nyingi, kuna zile ziko western kule kwenu Masinde, roho Israeli, roho Jerusalem, roho Musaraba, roho kila kitu ni roho. Si kuna dini nyingi sana pale. Divina, yani kanisa siku zaina, na zote zimetokea as a result of a dream, and sometimes a dream that was misinterpreted, iliyotoa vibaya. Jamaa mmoja akaamka siku moja katika ndoto, ameamka ndoto katika kanisa mahali alikuwa anaabudu, akasema ameona ndoto kabisa katika usingizi, bibi ya pasta ni mke wake. Akasimama kutoa ushuhuda, na ako very strong, na alikuwa naaminika, alikuwa mwombezi sana. Yani kipindi cha mtu unakuta kwamba hili ndio ufahamu tofauti. Hata katika ndoto kuna watu utakuta hako katika prayer siku 40, siku 30, yani hako katika mlima wa maombi. Sasa katika mlima huo unakuta anajiinterpretia. Maana problem ni kwamba mwili ikishagawika, imekuwa separated, na nafsi ikianza kutembea, possibility mwili na kutana na ibilisi katika ulimwengu wa juu inampatia. Akasimama, akatoa maono, akasema ameona mke wake mchungaji alimnyang'anya, na aka-insist
mmoja makaratasi pale Kisii, ukienda kwa roundabout mpaka leo hajatoka. Aliyapata ndoto, alikuwa anaenda prayers, anaomba, anakaa siku kadhaa. Anasema akiwa katika ndoto akatokelezewa, akaambiwa nenda ukaoe msichana wa pastor, the only daughter wa mchungaji wa kanisa la Redeemed Kisii. Akaenda, kijana akakuja. The boy alikuwa, yani tuseme tu, alikuwa ni mtoto anaenda prayers sana katika mlima wa maombi, anaomba sana. Akarudi, anaitwa Ndieki ni Nyang'au Kisii, that is ni Fisi. Akarudi akasema Mungu amezungumza na yeye katika ndoto, lazima aoe msichana wa pastor. Kijana mmoja alikuwa mjeshi Nairobi, kanisa la Apostle Musili, jeshi kabisa, amehitimu ako Eldoret. Anaenda prayer, anaenda Katholoni, anafanya prayers, anamaliza maombi, anafanya kazi. Yani kijana akaingiwa, akachisika, akaingia katika another level. Akakuja na yeye akasema Mungu amemwongoza. Kuna msichana mkubwa wa Apostle Musili anaitwa Sara. Kijana akasema alipokuwa katika maombi Katholoni siku 21 hajakunywa, hajafanya chochote, alikuwa na mmoja Mungu. Mungu amemtokezelea katika ndoto na ikiwa clear ya kwamba ameoa Sara, ndio mke wake. Huyo msana alikuwa amaliza shule ya university. Akainsist tena, akasema ameitwa yeye ndiye atariplace Musili, maana atafanya kazi ya huduma na akafanya threat enough. Akaenda akaandika barua ya kuresign kutoka jeshi, na hata mmoja mtu anaitwa Kianga ndiye alimtafutia kazi. Watu wa nyumbani wakakusanyika, wakasema kijana vipi, kanisa la Musili imeharibu mtoto. Akasema nimesikia sana. Akarudi tena siku 7 nyingine, anaenda tena maombi. Akasema Mungu amenituma kabisa, mimi ndio naona sana wa huyu Apostle, tena mimi siambiwa nifanye kazi. Kijana hajafika miaka 30, dogo tu, mjeshi kabisa, amehitimu, sio story. Akawacha kazi. Leo tunaongea, alifika mwisho, ndoto hiyo ikapotea mahali. Akarudi kila saa anashika wasichana aina. Nakumbuka mwisho alishika msichana mmoja, ananiambia pastor, nimepata msichana ako na miaka 36 na mimi niko 28 na anafanya Equity, naona huyu anaweza saidia huduma. Unaelewa? Sasa wewe ukiwa pastor utamwambia aje? Nasinde huyu ameota, utamwambia aje mtuku? Si ndio aliota, si utamwambia ni ndoto. Hivi tunaongea na wewe, kijana hayuko kazi, msichana wa Musili hakuoa, hayuko katika huduma. Hata katika kanisa la Musili aliondoka, aliambisema amesikia katika ndoto mahali yuko hayuko sawa, atafute kwingine. Sasa leo nataka tuteremke pamoja ili pale tupata kufundishana, uelewe katika maisha yako ya kiroho, ujue ya kwamba if your antenna iko na shida, una ndoto lakini inakuwa faint. Kuna watu katikati yetu, ukiota ndoto huwa inaishia mahali hata uoni kama ilimalizikia wapi. Kuna mtu wa aina hiyo hapa? Nauliza, kuna mtu wa aina hiyo hapa? Yani unaota ndio unaanza vizuri, baada ya kuota katika ndoto somewhere in the middle, ujamaliza ndoto vizuri, inakatikia mahali hata ukijaribu kueleza mtu you cannot connect the two dreams. Sasa ndoto ni nafsi ya mtu, inaondoka katika mwili wake, inasafiri katika ulimwengu wa pili, inaanza kufanya ufafanuzi, baadaye inarejea katika mwili, inakuambia this is the way to follow. Praise the Lord. Na lazima we distinguish na uelewe ya kwamba kuna ndoto ikikujia pia ya kishetani.
That's when you'll be good. Utakuwa unaelewa. Maana kuna ndoto itakuja, ingine na kuterify, ingine inakuja inakufurahisha, ingine inakuja inakuacha umekuwa stuck. Now most of the people who are here, because you know Pastor John tusomea andiko kusoma Job 33 alafu verse 14-18, alafu ndio this our basis of the scriptures, and Ecclesiastes 5:7. Yani tunataka tuingie katika undani wewe ya kwamba if you are under a covenant of God, praise the Lord, Bwana asifiwe. If you are under a covenant, I am sure ukiwa nje umechelewa, lazima upige simu nyumbani. Hata kama uwezi piga, utaomba hata ya jirani. Maana kuna simu ukiona imetokea please call me kama 3, unaweza nyamaza au utapiga nani Masinde. Jamani, si utafanya nini? Utapiga. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya kiroho. If you have not been called, kama hujaitwa, yani Mungu hajakupigia simu. Simu ni kumaanisha kama hajakutembelea katika maono yote hao ndoto. But lazima uelewe ya kwamba you have no covenant relationship with God. Hivi ndio kanisa lilivyo. Kuna watu hawana mahusiano na Mungu kabisa. Hawana mahusiano. Yani hawajasikiza kutoka kwa Mungu, hawajasikiza kutoka kwa shetani. Why? Ndio anawaacha kama kola. Maandiko yanasema kola alikuwa katikati. Yani kulikuwa watu wakati kola akawa saidi hii na Musa akawa saidi. Kuna watu walikaa katikati. Wakati wa kumezwa, waliachwa ama walimezwa? Nauliza, waliachwa ama walimezwa? Wale waliokuwa katikati. Unajua uzuri niko na kanisa ambao people don't read the Bible for themselves, walizoea kuombewa, walizoea kusomewa Biblia watu wako. Lakini tunashukuru Mungu, we are growing to a level where people can read the Bible. I say we grow by force. By force. Niniambia by force. A church that is only dependent on the preacher alone to read the Bible. Catholic ndio hiyo tabia iko nayo. Wala mtu anatokea Catholic na saburi. Yani kitu anaweza sahau Catholic. They don't even remember the Bible, but they can remember a rosary. Si kweli? Hai. Kuna Mkatholiki anasahau rosary Masinde. Hata wakati father anapita, aikelee mkono abariki sa rosary, badala abariki nini? Wanapenda sana. Sasa ndio kanisa tulio nao, lakini tunaenda tukimprove. Kuna watu naona sasa wanaenda kuimprove, wanaandika chini. I admire the church. I went there, I found people writing every single note. Soma pasi. Unena mara moja. Na. Hata mara ya pili. Ajapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono, usiku, usingizi mzito uwajiapo watu, katika usingizi kitandani, ndipo huyafunua masikio ya watu. Usingizi kitandani ndio afungue masikio ya nini? Ya watu. Ai jameni, afungue masikio ya watu. Sema kwa sauti, afungue masikio ya watu. And that's why leo hii masikio ya watu, hata mwalimu, ukiona mwalimu ameinua kiboko, amepeana homework, anarudi correction, lazima ujue huyo mwalimu ana communicate katika maisha yako. Maisha ya mabaya ya Ukristo ni maisha that Masinde you live that you don't know where you are going. Unakaa ovyo. Mungu mmoja jana alikuwa ananiambia, warogi wametuzunguka, wanabora wanafanya. Nikamwambia chunga, nimekwambia uzuri, najua kabila yenu mnadharau ni pastors, you don't even, maana wale mnaamini sana ni waganga wa kienyeji. And by extension, wale mnasikizaga sana ni madaktari. Yani kiburi ile ya kusikiza wadaktari na waganga wa kienyeji. Lakini pastors, even if they speak, they are secondary in the argument. They don't believe in them. They don't. Nikamwambia brother, pambana. Kaniambia kuna mama mcha. Nikamwambia pambana. Edi pasa unaweza tuma maombi. Maombi haitumu. Nimeshinda hapa kanisani saa zote.
na sina kibarua, sina mahali pa kwenda, usiku na mchana tunaombea hapa, na kuna wale wanapokea neema zao. Mtu tulikuwa tunaombea jana usiku kwa simu saa 5. Huyo mzee nimeambiwa saa hii nikipiga simu nimeambiwa ametoka hospitali na hapo sawa. Aliamini na familia yao yote. Lakini nikajua neno lile nimeambiwa kwamba the spirit of familiarity it will destroy. Niambia mtu you rather even move from one church to another church if you can have respect on the same. Maandiko nasema Mungu anazungumza mara moja, mara ya pili kwa maono na ndoto, kwa usingizi mzito. Kama usingizi itaingia katika maisha yako, then lazima wale ndio unaona wale watu wako na nightmares, you cannot be able to sleep, you need to pray and God to give you sleep. Usifikirie ni vizuri Mazinde kukaa bila kulala. Usifikirie ni sawa, hiyo ni shetani. Lazima utafute njia Mungu akusaidie nafsi yako ipate nafasi ya kuondokeana na mwili. Robert Kayanja siku moja anasema ati amehubiri mikrusedi mikubwa, mikutano za ajabu. Siku moja tu ameingia akagonjeka. Alipogonjeka anapimwa, ati anapopimwa hakuna ugonjwa. Na Kayanja ameombea watu, ameombea viwete, visiwi, watu wanapona katika mikutano zake. Sasa akawa anauliza Mungu, how can I pray for people and then they are healed yet mimi naumia? Akakaa hata kipindi mmoja mke wake akamskari akiwa kwa hotel room, anaenda crusade, mke wake akamwaga mimba. Anamuuliza Mungu, mimi muujiza ninafanya in your name. Mungu akamwambia I have no problem with you my brother, and I will sina grudge na wewe, nakupenda sana mwanangu, but I have never had a time even 1 second kukutana na wewe, so lazima ni deal na wewe. Hebu soma Joan hiyo andiko hapo, iko hapo, hiyo ya kugonjeka. Maana ukikataa usingizi utagonjeka. Soma, endelea kusoma hiyo same kwenda mpaka verse 18. Ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili wamuondoe mtu katika makusudio yake na kumchia mtu kiburi. Yeye huzuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Teremka kabisa, endelea kusoma. Verse 19. Yeye hutia adabu kwa maumivu kitandani mwake. Hapo ndio nilikuwa nataka Mungu utie. Mama Steve, hata siku ile unakutaka umegonjeka, kuna kipindi Mungu anataka kuongea na wewe, unashindikaga huko barabarani saa zote, yani you are not active. Analetaka ugonjwa, endelea kusoma hiyo. Kama wote sasa itabidi wote kwa lazima. Na ukataa useme magonjwa, sitaki kuota nikiwa mgonjwa, afadhali niota nikilala. Nani anataka kuota akiwa amegonjeka? Sio. Ndio kuota ukiwa umegonjeka mguu umelala. Soma basi. Yeye hutia adabu kwa maumivu kitandani mwake, na kwa mashindano yaendeleayo daima mifupani mwake. Hata roho yake huchukia chakula, nafsi yake huchukia nyama nzuri. Asante sana, endelea. Nyama ya mwili wake hulia isionekane, na mifupa yake isionekane yatokea nje. Usikonde kabisa. Unagonjeka, unajua Mama Steve, unagonjeka ukiambia watu mimi ni mgonjwa, wanauliza mama mnono kama wewe. Biblia inasema mifupa isifanye nini? Isionekane nje. Mifupa isifanye nini? Unaambia watu ati ninaumia mwili, unaulizwa wapi? Mama kama wewe umeng'ara hivi umenona na hujagonjeka, yani unaambia watu, umeikuwa na hata unaambia mwenye uko karibu na wewe, hata kama ni bwana yako ama ni mtoto wako, unamwambia mimi ni mgonjwa. Anakuuliza mama, watu wanagonjeka, watu kama wewe hiyo wanagonjeka. Niliwaambia hata mimi siku moja mtoto wangu, nasikia mwili nauma, mpaka nashinda, asema dad, wewe unagonjeka ngapi uko hivi? Tena uko sawa hata kifua wazi? Nikamwambia wewe nimesikia, anasema hapana. Biblia inasema Mungu kwanza anafichaga hiyo mifupa isionekane kwa watu. Ilifanya nini? Isionekane. Lakini Biblia inasema lakini anakuumiza, inaumiza
Sasa mwili, nyama inaumia ili kwamba apate kuzungumza na wewe. Anasema anatoa hamu ya chakula ya kwanza. Nyama, nani anakuwa na malaria hapa na anapenda nyama? Hebu tuulizane hapa, nani anagonjeka malaria halafu anatamani nyama, chai ya maziwa na sukari na mboga iko na mafuta? Nani? Hebu inua mkono. Ukigonjeka hiyo ndio vitu utamani? Wewe ni nani? Uko opposite. Mtu kwa opposite. Unakulaga? Ndio nauliza, mamani unakula? Nasema unakulaga? Yani unatamani kwa kuona, lakini yani unatamani kwa kuona. Alafu na watu wanatumikaga na shetani. Saa hiyo ukiwa mgonjwa masinde malaria, wakikuja hospitali kama saa hii, and God forbid ugonjeke usikie uko Valley Hospital. Yaani chips, tutapitia hapo tumie chips na kuku na soda na chai imejaa thermos. Yaani tunatembea, unajua watu wanakuwa na mashetani ya kupindukia. Enda hapa ward hapa juu, uone chakula ziko hapo zimewekewa. Mtu anafunguaga hivi, watu wanasurvive mpaka unaletewa Belmonte, unaletewa juice, unaletewa Arabina, unaletewa Lucozade. Yaani zote zimejaa kwa draw. Sasa kuna watu werevu wanaenda kutembelea mgonjwa, anaenda na kiondoo anawekewa ndani, anaenda nyumbani. Ama ijawahi kwa hiyo? Inakuwa aje? Siku ile ulikuwa hospitali, tulikuja pale Memorial, tukaona vile umeletewa chakula ziko nyingi. Yaani kwako ni kama hoteli. Na kwa nyumba yako kule unaishi Karoleni, unakaa umenyetia, unaweza kaza hata watoto wako uliyewazaa, utangoja wakuje na hiyo juice, na hiyo Raibina, na hiyo Lucozade. Unless upige kelele useme jamani nasikia Lucozade ni 200. Lucozade ya kwenda hospitali ya 280 ikuaji shida kama ya kuja nyumbani ya kurelax. Ama inakuwaje? Nauliza inakuwaje? Ya kukuja hospitali hata ulizagi mtu, si ni kweli? Chips ya kukuja kukuona hospitali dada haisumbuagi tena, hata unasema nifungie chips ni ya mgonjwa ongeze tena. Lakini mtu wenye ako na afya aongeze. Bwana Yesu asifiwe. Yaani maroho fulani sinakuja naangalia, na ndio unaona hata matajiri leo wameambiwa usikule nyama, usikule. Siku moja ni baba Steve anaambiwa usikule nyama, usikule sukari. Siku mbili ndio huyo sasa mimi nakula ngwashe, nakula maziwa mara. Ni pesa sausage kama 5. Ambia boss, hii mwili utapunguza basi kama unataka kuipunguza. Naambiwa upunguza fasting and prayer with water. Mungu anatafutaga design. Kuna watu Mungu amepewa nafasi ya appetite, mtu anakulaga ugali hata umejaa sufuria hivi, lakini kamwili kamesimama hivi, kitambi hakuna nini. Lakini mtu akona mwili kubwa, ugali slice 2 amefura tumbo mpaka kesho, mpaka ni kwa kitanda anazungukaga hivi kama football. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema anakunyima appetite asungumuze na wewe kwa ndoto. Maana God values to speak to your life. How do you know God speaks to you, Masinde? How does God speak to you? Now leave alone that's what I've been preaching. How does God speak to you? But you say these dreams are psych, imagination of eating food during the day. That's what you said in the first service. It's occultic. Occultic. Let me tell you, friends, dreams are the most important aspect of any man in terms of communication between humanity and divinity. Kuongea na Mungu kando na maneno katika neno lake, kuongea naye, anaongea na watu kwa ndoto. Kwa nini? Aisee, kwa nini? Na kwa maono. Maono inakuwaje? Ujaiona mtu amekaa hivi, resta amekaa hivi, akili iko mbali, ukimwita, "Hey, ulikuwa unaongea na mimi?" Kumbe huyo mtu amesafiri katika maono, ako katika ulimwengu ya wapi? Aisee, ulimwengu ya nini? Ya pili. Sasa unakuta kwamba
wengine wasiopenya katika ulimwengu, because nafsi haiendi baharini, nafsi inapanda ikikutana na principality. Ndio nasema kwamba we don't fight by flesh and blood, but we fight principalities and powers from the higher places. From where? I say from where? Higher places. Sasa hiyo ndio nakwambia. Sasa nataka nikupatie tu interpretation of few dreams about many people you do know. Kwa mfano, nataka niulize. Now, kile kimoja kinafanyika sana katika maisha ya Ukristo ni watu huota sana sana about water. Navuka. Wangapi wameshaiota juu ya mambo ya maji? Anavuka kwa maji. Hata kama uliota basi 3 years ago, siku hizi ya uotaji. Julius, uliota nini mwisho brother? What did you dream last? Uliota nini mwisho? 2012? 2 months? 3 months? From then you have never dreamt. Imagine you must run a software within your system. You have a virus that has congested your system of communication in heaven. You are not there. Now, kuna kipindi watu umeota na maji. Kwa maji unaswim, unavuka, unanyeshewa. You are lucky. Almost everybody. John, umeota juu ya maji? Mama Steve, Mama Lina, umeota juu ya maji? Kunyeshewa, kuvuka mto, Mama Susan? Ama umeota kuvuka kwa mto. Ama maji kuna rate, umesimama kwa kamawe kangine hapo hivi, uko kwa kamawe tu uko katikati ya. Mimi nimeota masinde, hata nimeota mpaka ya kuswim. Now, in the interpretation, hiyo is so very unfortunate kama hujaiota hiyo mama. Hiyo one ina represent the baptism, a new change of life, not necessarily about temptation, because you must go to another level. Lazima uende katika kiwango kingine, inaitwa initiation. The way even we initiate our own people in the Christian family, symbolic number one is what? Sin baptism. Mungu. Nauliza, tuna initiating watu wetu wale ambao wameokoka kivipi? Kama saizi Julius yako tumepostpone mpaka nasikia kukashirika hatujai kubatiza na you paid mpaka ile swimming pool ilifungwa. Tutaenda kufanya baptism nyingine na hujai batizwa. If you have never dreamed about water, you have never gone through any change, any initiation in life. I'll tell you the truth. Because there are 3 levels of water. There is a pool water, there is a river water, actually 4. There is a lake, the sea, and the streams and the ponds. Now it depends on where you are dreaming. Wapi unaota? Alice, uliota maji wapi? Kunyeshewa, kuvuka, kuoga, kuvuka. Uliota kwa mto ama kwa bahari ama kwa ziwa? Kwa mto. Yeah, because kuna level ya mto, kuna level ya bahari na kuna level ya bwawa. Bwawa ndio bonde. Bonde ni ndio bwawa. The pool ndio is a dam. Alafu na bond ndio pool pool kama hii yetu hapa ya kutengeneza samaki. Si kuna ile ya kutewa hiyo ya kutengeneza samaki? Sisiko? Na sasa kuna bahari na kuna ziwa na kuna mto na kuna vijito. Sasa hiyo ndio tunataka tuzungumzie saa hii na uelewe. Kama hujawahi pitia you have a problem. You need to go in advanced level, because even which doctors, they value water than anything else. Hata wachawi wa kawaida na wasifu, they value water. When I was growing up, nilikuwa naambia huko kwetu, even our own people, ati wanasema wachawi wanakutana kwa mto.
wanakutana kwa mto, ndio wanafanyia mikutano. Na watu wote wanaokaa kando ya bahari, one of the most significant characteristics with them, one is evidence, is witchcraft. People around the waters, witchcraft Masinde is an evident. Number 2 with them is violence. Number 3 is immorality. Immoral. It is a characteristic. But now we are talking, tunaongea juu ya water. When you dream about the water, which water? Now the question remains which, because we have different forms of water and their meaning. When you dream, for example, you're dreaming about crossing a river. It is not necessarily temptations. It is a transition that you are going to another level. Hiyo ndio maana, sio majaribu tu, ni transition ya kwenda katika kiwango kingine, into another new level. That is the real meaning of crossing the river. Unajikuta unavuka mto, haijakusupi. But when you are there at the bank of that river, hapo ndio kunakuwa na the biggest challenge. Na lazima ujue ya kwamba ukiota katika hali hiyo, hasa uko katika virtue of challenge. Because if you overcome the challenge here, Masinde, and start crossing, you are coming to another level. Hiyo ndio maana ya dream ya maji, ya vijito, yani ya mto, sio vijito. So the Bible says, Mungu akaambia Musa, akaambia Yoshua, akaambia ya kwamba let the priest stand at the river Jordan, not the Red Sea. Our elders, they went through the Red Sea. Si ni kweli? Jamani, si ni kweli? Walienda through the Red? So there are challenges. That challenge from the Red Sea, they are landed in the place called the wilderness. They never went to the land of promise. Now from the river, it is where you are crossing into Canaan. In other words, it is not bigger. The challenge, ukiota katika mto, ujue ya kwamba majaribu yako kati yako wewe na mahali unakokwenda katika mahali pahadi ni kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, hiyo inaitwa transition. Inaitwa change of character. Lazima uwe ukujiandae kwa mabadiliko. Joshua akaambia wana wa Israeli, chagua leo. In the book of Joshua 24:15 anawaambia kwamba chagueni ule Mungu mtakayemwabudu leo, kama ni Mungu wa ng'ambo nyingine. In other words, you are told that when you are crossing over, there are things that you must leave them behind where your fathers dwelt. Your fathers fought the biggest war, but they were defeated by a river. So when you dream about the river Masinde, it's a transition river. Naongea juu ya river wakati unaongea juu ya mto. Siongea juu ya vijito, naongea juu ya mto. Hiyo ni transition. Lazima ujue level ya transition katika maisha. Maana Ukristo huu ukienda katika upunguaji. Leo watu wamekashirikana na makanisa. Hata ukiona watu wanasimama mahali wana abuse churches, they are justified. Maana wengine wote walizoea waganga wa kienyeji. They believe more on a witch doctor than even a preacher. Ule mganga alikuwa hapa Nakuru juzi, aliletwa KTN. Nani alimuona? Uliona mganga ule aliletwa KTN? Tena ni hapa Nakuru. Amediri na watu wa hapa Nakuru hii. Miaka sijui ngapi. Ulimuona Judas? Kwa TV. Tena na change masauti. Na washirika ndio wanaenda huko. Sio watu wa kanisa ndio wanaendaga huko. Hata ule mwenye nani alileta kwa radio, nani anaitwaje huyu mbunge wa Mwere. Alileta mmoja anasema ati wewe unakuja na unajua na nguo ya ndani ya bwana wako, unakuja na unga na uchifu kidogo na funga, huyu bwanaume huwezi mpata akienda mahali. Mtu na anatoa ushuhuda kwa radio. Kuna wanawake watakosa kwenda huko kwenda kufunga waume zao Masinde. Nauliza watakosa? Na unajua
problem ni kudiri na watu waliodiri na waganga wa kienyeji. I say ni ngumu. Why? Because kitu cha kwanza mganga anahakikisha kwamba anakufanya blank, you depend on him. Unamuuliza nionee safa. Bwana nisimame hivi ni nyamaza. Anasema munionea nini? Anapiga ramli. Akishapiga ramli anasema cha. Naona kama safari mbele iko na, naona kama iko na mvua. Sasa problem kama hujui maana ya mvua wewe na amekwambia mbele ameona mvua, utafanya aje? Nimeona mbele Esther kuna mvua mbele. Alafu nimeona mvua, alafu nimeona nini imecross, chura mbili zimepita mbele. Na unajua usipobadilisha hivyo, uweke hivyo design mimi kinanistuaga sana ni watu wanaitwa wa Kristo. Honestly speaking, they amaze me. Now when you dream about the river, about what? I say about the river. The necessity of to cross the river is a symbolic that you must go through some trials, but it's more challenging, but you are on the achieving end. You are on the achieving end to achieve your goal. Mungu aliambia wana wa Israeli, akaambia when you shall cross the river. Aliambia hapo ndiye aliambia Yoshua, akawaambia circumcise these people for the second time. So you cannot be saved and proclaim at you umekamilika, my brother. Mungu alimwambia Joshua, akamwambia watairi kwa mara nini? Akasema watairi mara. Wasikia basi nasema, does it really make sense? Now that it does not make sense, that is the God who wanted before you, because he anasema in a place called Gilgal. Gilgal inaitwanga a place where you are rolling away your shame. Amen. Bwana Yesu sana. A dream, let me tell you Masinde, mambo ya ndoto ndio mambo mazito watu walishosahau. Ndio nakwambia it depends who you meet in terms of interpreting your dream. Yeye ukikutana na yeye itategemea ako kwa mudi gani, ni nini anataka. Because if I want money, so I'll twist very good in terms of financial gain. Ama? Thank you my brother. It is an open window, very clear. I'm telling the truth. One brother Apostle Mozidi alikuwa anachekea kuna mwaevu, akatuambia kuna jamaa anachifanya anatafsiri ndoto za watu. Wanakuja that friend of yours, you know him. Yeah. Sasa anakuja, ibada inakuja kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 2. Unapitia tu vile kufanya masindi, anakuja, the man does not sit down. Kiondo iko hapa hivi. Unakuja unamwambia niliota jana nikitafuna miraa. Mungu ashanionyesha. Yeye hakuwa na pesa mingi, unaekelea dhao. Apostle alikuwa anatuambia by saa 4 the guy was banking 1.2 million 800,000 daily to money. Na vile mama Steve watu wanapenda kutafsiriwa ndoto. Na unajua vizuri, unajua kwa mfano Wakikuyu wenu wanapenda kuonewa. Netu. Si wanapenda kuonewa sana. Wabaluya na Wajaluo wanapenda sama soul story, kupiwa power. Ama niaje Masinde? Si ndio mimi? Sio kwa wanapenda kuonewa sana. Ni kuonete ule mtumia wa gara. That's why Wakikuyu wanaenda kwa Mkikuyu, wanaenda kwa Muluya. Maana Muluya anajua kudili na Wakikuyu. Kwa waganga wa kienyeji wale wako hapa wanajifanya waombezi. Unajua Muluya anajua kueleza story iingiane. Unajua hivyo? Ama niaje basi ndio? Si Waluya they are the best orators Kenya. They are the best teachers, the best lecturers, no? Preachers, ni kweli? Even in heresy, they can make it. So Mkikuyu wanapenda kuone. Kuna kijana mmoja ambaye anaitwa Ndirangu pale City Center hapo roundabout, anajiita prophet. The boy is around 32 years hivi. Kijana yeye ni kuonea watu. Njoo nione maisha yako.
because you are a fool. You don't know even the basic teachings. Niliona pasa nikiwa na mtoto nimeshika mkono hivi, nasema ulikuwa umeshika majini. Sasa lazima tuiteremushe. Tutaitoaje na sadaka? Mtoto unaona kama whereas the dream about the young baby inakuonesha in a symbolic, inakuonesha a new beginning. Unaniona lakini? Wanga ile ya uniform, wale wanavaa uniform. Ndio Nairobi kuna biashara tosha. Anakuambia nimeona maisha yako umerudi Katuekera. In fact ulikuwa umefika Kayole, lakini sasa umerudi Katuekera. Uniform na vitabu na pencil. Acha. And I told you the other day on Friday here, nikaambia kwamba the moment you dream about the uniform and you are going back to school, ni koda anazungumza na maisha yako. Anakuambia you can start afresh. Even if you have failed, it is not the end, you can make it. Kwanza hiyo ndoto za kuota na uniform, watu wengi imewasumbua. Ama na uliota ukiwa na uniform? Hata ile uniform yako ya mboga ya primary mali ulisoma. And imagine it's not even, it could be a bad or a good dream, because at the end of the day, Masinde, every time if you are targeted, in other words, there's something that you are targeted in life and you have not achieved it, what you are doing, you are coming back to yourself. God anakupatia another chance to learn. They will see hata wale walio repeat class Masinde, they even do better. Ama ni aje? So the interpretation of the same. Baba posa akatuambia siku hiyo, alikuwa anatuchekesha, anasema ati haki ya Mungu yule ni nabii, ni kweli mpaka amenishinda. Because kuna kijana mmoja alituambia alienda kuendesha gari yake akapata pesa kutoka hapa mpaka hapa. Sasa hadi guy alikuwa anatuambia hata angetoa hiyo pesa hivi atoe hata kama ni 500,000. The guy could not know because pesa ilikuwa nyingi. Wakifika mahali anangonyefua hivi tu. I like the way people are being used. Wajinga what? Anybody who has refused knowledge, he's under the damage. Unanielewa? The Bible says where there is no vision, the Bible says what? People do what? I say people do what? If you are not dreaming, you have no vision, you are in the virtue of what? I say you are in the virtue of what? Lazima uombe Julius upate maono na ndoto, brother. If you are not there, you are on the cliff going. You are running down on the cliff, my brother, and you are not even aware. Ushaona kwa siku moja umetupwa kutoka juu mahali huko, lakini unaenda to the bottomless pit like a devil. Unateremka tu. Bwana Yesu asifiwe. Now there are people who dream about streams, yani kijito, ama uko kwa maji unachota. Kuna mtu ameitota hiyo, si fereji, uko kwa kimaji unafanya nini? Na maji iko clear. Nani ameota hiyo? Asante. Uko kwa kijito mama, yani vijito, unajua kijito, ni kijito ndio streams ndio. You are in a stream. So that is a different dream also. That is also involve water. Hiyo ni water, it involve what? When you are in that stream means ideas, issues. Bwana Yesu asifiwe sana. And Bible says that the issues of life flows from the heart of man. Issues, yani streams ni ideas. God anapeana. You have the idea that there's something that you have been in a quiet. Kuna mahali umefika na sinde, you are in a dead end. It is until God mwenyewe are involved. In the book of Jeremiah 6:16, the Bible says, when you are at the crossroad, si kweli? You are what? Ndio kipindi mtu anasemaga ninataka idea ya Mungu. Nataka nini? That is when you start now dreaming about the water, the streams, Alice. Sasa hiyo wote juu ya mto, unaota tujito mahali huko, umekalia hata kama ni kakarai, ama unachota tu maji kidogo kidogo. Hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Let me say this one is the last. Tutaendelea hii nyingine. You dream about the pool. Sasa uko unakuta na wewe ni mama mzee ama kijana
Huko tu ndio unaruka kwa nini? Kwa swimming pool. You want to swim. You want to flow on the same. Then the process of flowing, that means is a renewal. In the pools are renewal because they are artificial, man-made, but you are going through the transition called renewal. Renewal. Unaota in the proper way. When you dream, it's a renewal in the mind. You have gone through a lot, many things. Umepitia mambo mengi sana katika maisha, but now unapita katika process ya renewal. Unasikia, hey, there's something I want to do in my life. Bwana Yesu asifiwe sana. Now let me finish by this. Kuna wengine huota juu ya watoto. Nimeambia juu ya watoto wadogo. You dream about small babies. Number one, that is a new beginning. You must understand. You are not holding majini. Haushiki majini. Ati umeota watoto, umeota umeshika mtoto. Na una mtoto, watoto wako ni wakubwa. Umeota juu ya hiyo. Sasa unaanza kulia. Ama umemaliza kuzaa kama Mama Susan, lakini unaota uko na mtoto umeshika kwa mkono. Mtoto mdogo, tena mtoto smart. Kuna mtu ameota hiyo ndoto smart? All right, Moses, I hope hujaota juu ya mtoto maana hujafika hata hapa. Wewe mwenyewe ni mtoto. Hiyo ya jana hiyo. Ndio dipande kwa hiyo kilima. Hao watoto walikuwa wananisukuma sana. Alafu walikuwa wananichapa. Hata asubuhi ndio kwa basi hapa hivi hata mpaka saa hii. Unasikia physically. Uzuri ulikuwa umemaliza. Now you are on the new beginning but you are not changing. Unaambiwa move to another level because when you dream about babies, number one is a new what? I said new what? Huyu alipanda mlima na wakati unapoota juu ya mlima you are scaling through a mountain. It is a challenge you are going through. And that challenge ndio unaendelea kusurmount it. So the boy was on top of that challenge. But now when he's supposed to have a new beginning, that the way is redundant. So lazima agongwe. So uchunge Moses, lazima utagongwa kwa lazima. Labda ni shule anaenda itabidi tu, yani si anataka degree. Sasa inabidi achapwe zaidi aendelee. Unachapa tu kiroho, kimwili na kiakili because amemaliza challenge moja. Ukisikia mlima ni challenge. Nini? I say it's what? It's a challenge. Now the problem, the boy had scaled a challenge. Amemalizana na challenge. It could be school fees, it could be a college, it could be umemalizana na hiyo. Sasa when you are supposed to begin, you are again stuck. Hata wale ambao wanakusaidia watafanya nini? Hata kama ni mzazi, utafanya nini? Shule umetafuta. Umeteseka, umetafuta, umepata. School fees umepata. Na huyu mtu haweki bidii kwa hiyo shule. What do you do? Si unapiga tu. Unaweza piga kwa maneno, maana unaweza kosa kupiga na mkono, lakini upige kwa nini? Si utapiga kwa maneno? That is the whole thing Moses dreamed about. Alafu watoto again it's dependent. When you dream about dependent, again you must come from a level ambayo maisha yako pia inaingia katika challenge of dependent. Yani kuna watu unajaribu kutegemea sana, so you are coming to a level of a curse. You must come, so get the whole meaning of those interpretations. When you get a dream of the same, you pray. Mwambie Mungu, if it's a new beginning, let it happen. But if it's depending on man, God, I pray it shall not happen in my life. Amen? Amen? And again, it's helpless. You are in a situation of helpless. Yani, a young baby, he has no help until he's helped. Amen? Jesus Christ. Am I speaking to some people here? I say, am I speaking to somebody here? Another one is innocent. The kids are very innocent. When you are holding, so there is an opportunity that is so clear. And the last one is sometimes as simple as a sin. You are on a virtue of sin. You must ask yourself many questions on the same. Under what circumstances do you dreamed about the young babies? Masinde. Under what circumstance? Then that's now when I and you will meet
tell me about the same dream, it is when I know the circumstances, I can be able to relate it. Kama ya Moses is simple, you get it with a clear understanding. He has a scale, ni mulima. One mulima is a challenge that he has overcome. So you can imagine you have overcome, but the people you meet there are young children, young opportunities, innocent. Alright. Ya mwisho niongee hii. Naweza kuwa unaota juu ya hash. Hash ndio jifu. Jifu. Hey, sometimes you dream ni kama uko kwa moto unaota. Sasa lakini moto wenyewe hakuna, ni nini? Uko tu kwa jivu tu. Moto hakuna, hata unaingishaga mkono ndani lakini hata uwezi chomeka. Unajua jivu uzuri uwezi chomeka lakini unasikia joto. Sini kweli? One, in the understanding and the meaning of the same hash, inaitwa memories. In other words, there's a time God had given you an opportunity of a certain advantage and you missed it and it got finished. So you have the memories. You must deal with the memories. The Bible says, remember not the former. Aye. Remember not what? God is reminding you it is about repentance. In fact, as a matter of fact, ndio ile unaonaga Wakatoliki wanakujaga na hiyo story ya jifu. Unajua hivyo? Ai. Inaitwa Ash Wednesday. Hiyo ni kuanzisha yake kumaanisha Pasaka. Ile matawi walikuwa nao wanaenda inachomwa. Unapakwa kwa nini? Sasa inamaanisha wewe kijivu na wewe ni Leo mtuko umetufundisha vitu vya Katoliki. Wachana wa Katoliki wana mapepo. Actually the whole meaning when you dream, wakati unaweza ota, kuna kipindi unaota unasikia baridi sana, sasa umejikusanya mahali unataka kuota moto, si ndio mazinde? Alafu then from that time unakuta kwamba moto hakuna lakini ni jivu. Those are memories of the lost opportunities. Now the devil will bring you and make you feel like you are a sinner. In fact, you need to repent and obey God. I fought forward. The Bible says, remember not the former. I said the former what? I said the former. Another one is ruin. You must understand that your life is on the virtue of ruin. Either some friends that you are keeping around, they can ruin your life and the distraction. Inamaanishanga ruin and distraction. Masinde. Distraction. That's why you can walk in a place, find a place. Yani mtu unashinda anasema angalia vile vitu lisha jifu. So that is a distraction that you need to make sure you pray when you have prayed about, you have dreamt about the hash. Amen. Amen. Amina. Ile part zinaitwaje Kiswahili? Zile ndege zinakaaga part. Zile zinakaaga kwa popo. Kuna kipindi watu wota hizo ama watu wota juu ya ndege fulani. Kuna kipindi ukishaota kuhusu ndege yote, first of all hiyo inakuwa symbolic ya spirit. Kama vile njiwa, Biblia inasema njiwa iliposhuka ndio ikawa kama thibitisho. Yesu akasema kwamba na hii, yani Mungu akasema kwamba na huyu ni mwanangu wa pekee nimpendaye, kila mmoja hamsikiza. It came as a symbol of that dove. But every time you dream about birds, one is a spirit. Now it depends. Kwa mfano ukiota kama hiyo popo, umeita popo Moses? Popo hiyo ni witchcraft, ile ni uchawi, ile ni mapepo ambazo ziko katika ufalme. Unapoziota unasikia labda unaota unapigana nazo, unapigana in a dream, you fight them until you don't know how did you finish with them. That one you must understand, you are already fighting the spirit that has been sent to your life, ya witchcraft. You must fight it to overcome it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo and all of us, yani
kama wote unaweza kuwa na shida. Kwa mfano kuna mtu anaweza kuwa umeota tena pia giza, yani you are in a place but all of a sudden darkness, black, yani giza, black, waza giza, black to tumbro, black, unaota it is black. Unaangalia kwa ukuta, labda katika ndoto unaangalia kwa ukuta, unaona black. Ina symbolize one, inasimamia famine, njaa ama ukame ama shida fulani, ama at the most of it is death. So you rebuke that death. Na maandiko yanasema wakati Yesu alipokata roho, what does the Bible say happened? I say what happened? Darkness engulfed. Darkness did what? And that's why even witchcrafts they don't use during the day. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kuna mtu pia anaweza ota hata blue. Si necessarily black, not blue. Ngapi umeota hiyo? Blue, the symbolic of heavens, because the heavens are in the blue form. What? What? Alafu now the last one, it's about brown. Unaweza kuwa unatembea juu ya mchanga wa brown hivi juu. You are walking through the brown soil. You are walking through it. Every time when you dream about the brown one, it represent death as a grave. But also in the plant, kwa sababu kuna wakati wa mmea hata ukifukua ndio upande, kama ni kitu unapanda masinde, unapanda juu ama unapanda ndani? Jamani, nauliza unapanda wapi? Another one is repentant. It's repentant. You feel like there's something, because every time you see kifo ama kitu chochote kinachotokea katika maisha, kwa mfano kama grave, what happens to somebody? Hata kama umechimba shimo ya kupanda mahindi, si unajua hiyo mahindi itachipuka. Hiyo ilikuwa inamea, ni mahindi ilikuweko lakini inamea tena. Bwana Yesu asifiwe. So we must understand the dreams. Hizi ndio tutafundishana mpaka utuelewe sisi wote. Sema tuelewe. Sema tuelewe. Sema tuelewe. Kuna mtu anaota zingine unakuta konokono zimekuzunguka everywhere. Ama umeamuka ni kama unakanyaga juu yake. That number one symbolic is a stagnation and the slow speed of your life, whether it is marriage, it is business, it is family, it is ministry. There's a time I dreamed about the same hapa katika area hii. Siku moja nakuja nikaombea, nikaweka the salt and oil. I prayed around this place. I dreamt that the snails was all over, even the door, everywhere in this place. So don't sit down comfortably thinking that everything is at peace. We are at war. Masinde tuko kwa vita, brother, whether you like it or not. It is not that we like it, these things where we are tunafundishana. Si tunaipenda sana. Hapana, hatuipendi sana. Lakini ni nzuri tuelewe wakati wote katika maisha yetu, na waambie Mungu, whatever that you have given me as a dream, let it stick in my mind. Wangapi ungependa kukumbuka ndoto zao wameota? You want to remember it. We talk about chicken. Kuna mtu unaweza kuota kuku. Hiyo ndio kutuambia kesho lunch hour. Wakati unaota kuku, umeota katika ndoto, unaona kuku nyingi. Unaota labda upande ya grade, unaona upande ya kienyeji, ama zingine kuku zingine mysterious. I'll tell you about that one tomorrow when you shall find time, about the chicken, about the cat, and many of them, of course. Bread, nini unavumbushiwa, mtu anakupea mkate unameza lakini imezi kiingi ndani, hiko tu lakini iko mahali fulani. So on Wednesday during our Bible study is when we will dig deeper in the circle of it, knowing what is a real dream, how do we survive with it, how do we cope with it. If you want to learn, kama unataka kujifundisha, but if you only want to be prayed for, it's all right. You can join a ward right now. Is in Eldoret. He's doing his very good ministry kuombea watu.
But if you understand yourself, kuna mtu anaikalia mtu exam, si wewe ulisoma mwenyewe na ukakaa exam mwenyewe? No matter how your father loved you, your father is a professor. If he was given an opportunity, he could have stood in that exam room na kuandikia, ama? Lakini si mtu unaamka wewe mwenyewe, unasoma mwenyewe na unajifundisha na unajua vile unajifundisha, unaenda kukaa mtihani peke yako. So wakati mtihani inatokea, naomba usimame. If you are there, please, we want to pray. Nataka nikuombee kidogo. Dakika moja tu, inua mikono yako mbele za Bwana, unamwambia Mungu, nipe nafasi kwamba niote. Kwanza, hatua ya kwanza, nataka Mungu akusaidie wote. Ya pili, ndoto ile ambayo umeota, Mungu akusaidie ukumbuke. Sema nikumbuke. Jamani, sema nikumbuke. Kuna watu hata wengine wameota about spiders. I'll tell you, butterflies. You dream about the butterflies, you dream about every many other dreams ambazo zingine they are scary, zingine they are joyful. Wengine unaota ukicheka kwa ndoto. Nani amecheka usiku na ukajikumbuka? Ama ukaambiwa na jirani yako ama mwenye mmelala na yeye akakwambia, "Hey, leo umecheka brother." Wewe unaamka unakula meno, bado nakunywa maji kwa ndoto. Ndio ukiamka asubuhi ndio uko njaa kuliko vile uliacha jana. It's amazing. It's amazing. Life ya Ukristo is very difficult, Mazinde. It's very difficult. Hiyo ninakwambia ukweli. Na ndio maandiko yanasema kama siku zingepunguzwa hata wenye haki hawangefanya nini? Wenye haki hawangefanya nini? Kama siku zingefanya nini? Kanisa ya Pentecost leo inapenda two story, one touch double. Tuna mtu anasema tulikuta mimi kile kinasumbua sana ni vile nikutana na watu wenye wako bitter. Nilienda kwa kanisa fulani nikaombewa, nikaenda kanisa fulani nikaombewa na hata sijaona power. Namuuliza, si wewe ujimanifestie yako? Si ndio? Mniangalia kwa bidii aje? Enda kwa keyboard boss. Chukua tu dakika moja tu, mwambie Mungu akusaidie tu. Just in your heart with your own words. Please, please. Please, nisikuja hapo kukuguza tu. Simama tu, simama. Uinue mikono yako dakika moja tu, mwambie Bwana, ninakuomba tu katika maisha yangu. Kama si yote Bwana, ninaomba tu zungumza na moyo wangu. Ukimwambia Mungu zungumza na moyo wangu, unamwambia Bwana, nena nami, zungumza na maisha yangu. Sema kile Bwana unataka, mwambie Bwana, nataka unisaidie. Inua tu mikono yako dakika moja Bwana mbele za Bwana, umwambie Bwana, nakushukuru. Baba, asante kwa sababu ya leo. Maana ninaombea watoto wako tulio katika kanisa hili Bwana. Tunatamani kujifundisha, tunatamani kujua, tunatamani mambo mengi tukuelewe, tujue unazungumza juu ya nini. Lakini Bwana leo katika jina la Yesu ninakuomba, there are many things. People dreams about dogs chasing them, cats, lizards, all manner of animals. We will be talking about that. Seeing some cobwebs, spiders. What does it mean? Spiders in the environment of that is manipulation, control. Umezingirwa. Then you know it. Itakusaidia. When you see anything in the dream, you kick it. When you see something excited in the dream, you allow it and say, God, make it fulfill. Soma baba Marisa. Ili uyafunua masikio ya watu. Kuyatia nini? Muhuri nini? Mafundisho, sio mahubiri. Nini? I say nini? Sio mahubiri, sio charismatic preaching ile ya kubeba viti. Watu wanazunguka kanisa mzima na matawi wanasumbuaga. Watu Pentecost wanasumbua, hawataki. Na ndio maandiko nasema Yesu akawa anafundisha wanafunzi wake, lakini na watu wa kawaida raia anawapatia mafumbo. Utaenda Amerika, utachukua na magari 20 na tukutuku zitakuwa zinakufuata. So what? Kwani hata wenye dhambi sio kwa tukutuku za, si ndio? Nilikuwa nauliza, hata unauliza ati unasema ati mtu amebarikiwa na brado. Hata ule kuna hiyo brado hapo nje, kwani unafikiri ameokoka? Hata wewe umeokoka basi. Unafikiri brado huza kwa sababu mtu ameokoka?
Ukiingia hapa kwa banki sasa hivi vizuri, uko na kagani vizuri na polisi wasikushike, utoke na 10 million. Ukienda ufike Eldoret na urudi na hujapatikana. Si utakuja hapa Kenya ununue Prado na usimamishe hapa nje. Na usimame hapa utuambie bwana asifiwe. Malaya wangapi wako na vitu hata watu wameokoka hapa. Wanawake wenye wamechukua wanaume wa watu wako tena wanaishi vizuri kuliko ule mama mwenyewe, bwana ya mtu ya ukweli, bibi ya mtu ya ukweli, na hako kanisani anainua mikono. Ule mwingine anaenda kanisa B na anainua mikono anasema Bwana amembariki. Hata watoto wangu wanasoma Victonary, wacha hao wako wanasoma wanasikiza mafu. Bwana uyafunua masikio yasikie mafundisho. Yasikie nini? Nini jamani? Sio mahubiri nini? The idiots don't want to listen to teachings, they want to listen to the preaching. Ndio naambia mtu mmoja anasema ati nimekuja Nairobi, anafanyia wanawake miujiza, wanapata mabwana within 1 week. Kristo Jabanike, and is a preacher from Nigeria. Tena uzuri aliweka kiwango 25,000 hiyo utapata kama baada ya 3 weeks hivi ama 4 weeks. 50,000 unapata within 2 weeks hivi imeteremka. 170 150 ilikuwa ni instant. Ukimaliza kutoka hapo unapigiwa simu kwa mlango hapa kwa kona. Si hata hiyo ni shaitani unapata. If you get a man in 1 week, hata ujui anakuwa amebeba na shaitani gani. Hata kama ako HIV negative. Seriously speaking, getting a man on 1 day ati umetokea hapa hivi, hata kama Mungu alimuumba Adam, baada ya kumuumba Adam Biblia inasema kwamba Mungu akakimya tu. Adam akaendelea kufanya naming ceremony, animals, kila kitu. In fact the historians wanasema he stayed for 400 years. Wanasema is 400, sometimes wanasema is 600, sometimes they say even over 4,000 years before Eve came in place. Sasa wewe unapata mtu tu instantly. Si utaona hata ni pepo. Nisimame hapa hivi nipata mtu hapa hivi hata tamkemea zaidi kuliko vile hata. I can't be settled, siwezi kubali. Nataka mtu ajiandae tuonane. Aje polepole, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu sasa hizi hata si mtoto alitupatia ndoto, aliona juzi alipata 8 milioni akakuwa wazimu. Akachikuta mwisho alimalizia akona kinyaza, hata si kitu kingine. Na nywele imemea ati iko kama amongiki, akiguza hivi inakuwa ni stima inamshock. I mean, easy dramas are Pentecostal. If we reduce them a bit, the church will be mature. Kanisa itakuwa mature, itakuwa vizuri, itafurahia. Unaambia mdada, unamwambia kuna mdada wametoa mimba kama 20 hapa barabarani, wamepiga umalaya excess. Anataka kukuja hiyo siku, anasema pastor, sioni mwanaume anakuja kwa she has covenant, she has given her blood the ground. That blood is accusing her permanently before God. She has not even repented. Aliambiwa leteni sadaka ya kurepent. Hiyo ni ujeuri. Kitu ya kwanza, think about yourself. Hiyo rudi ukiwa na uniform hapo nitakuamini ni ukweli, because uko na uniform ya primary. Now you have gone back to primary. Start afresh so that you can be able to move forward well. Hata kondoo, unaona kondoo ile zinapigaga hivi, zinarudiki nyuma hivi, unaona kama zimeretire. Si kweli? Sinachukua momentum. Mama inakuaje? Ushaiona ile kondoo? Ni kondoo. Sinarudiki nyuma hivi. Unaona kama inaondoka. Na ikirudi kikubata inauaga mpaka tangu. So it depends who you listen. You listen. Si unaona hata kuna makanisa mpaka zinafundishaga watu jinsi mwanamke upika bilau, bwana pika bilau vizuri, weka tomato kando hapa, weka kachumbari hapa, ndio bwana wako atakuja vaa mini skirt, ndio bwana wako asiende kuona. If a man is full of lust from his heart, that mini skirt will not stop him from going to another one. Atatafuta mwenye amevaa mpaka chini warrior. In fact, as a matter of fact sasa hizi ukiangalia vijana wetu wa Kenya wengi sasa hivi wanatamaniki sana warrior. Yaani akiona vile amewekwa kininja hivi, amefunika hiyo vitu zote amefunika, anataka hiyo kuliko hizo zenye zimekuwa exposed. Pastor mmoja aliniambia Nairobi, rafiki yangu hapo Isiri, akaniambia wachungaji wameenda pale wengi, wanafika pale Isiri, wakifika wanakutana wale wa Ethiopia, very brown, beautiful ladies. Ati kila pastor anafikaga hapo, wanatumiwaga hapo, hata wanakuja wanajifanya wameokoka, because Ethiopians bado wana converse Kristo, wanakuwa kama full gospels nini, hata wale wa Orthodox. Sasa akaniambia wanakuja hapa within a shortest time possible. Pastor malizangi hapa even 6 months kwa hiyo place, mara moja wameruka. I mean, let me tell you friends, mwanaume
anakuwa na mapepo zingine excess. Kuna kipindi akiona mwanamke akiwa na bibi mweupe mzungu anasema hapana, afadhali Mwafrika. Mwafrika akiona tu hivi akiona bibi yake tu mweusi excess anasema nataka mweupe. Akiwa na mrefu sana anataka mfupi sana. Akitaka akiona mfupi excess anataka, akiwa na mnono zaidi excess anataka mkonda. Akiwa na mkonda sana anatafuta ule momo excess. Yani humanity, they are not satisfied. What satisfies the heart of a man is the spirit from above that gives a man satisfaction. Soma maliza basi tumalize. Soma hiyo ndiko baba. Ndio umefunika wewe umechanganyikiwa. Soma basi tumalizie hapo hivi. Anayafunua masikio ili wapokee mafundisho. Ili amuondoe mtu katika makusudio yake. Asante. Amuondoe mtu katika makusudio. Maana kila mtu ana makusudio yake. So when you dream, God comes in to give you direction. Dreams actually means direction. Means what? Ili kumfichia kiburi chake. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni. Asante. Ameguza hiyo. Anaizuia nafsi yake. Unanielewa? Hata wale wanauaga watu, hata wale kuna manafsi zinavutwanga katika makaburi na una mwili inavutwa makaburi mpaka inazikwa mpaka inafanywa kila kitu. Uelewe vitu kama hizo. Hebu endelea kusoma maliza basi. Na uhai wake usiangamie. Endelea. Yeye hutiwa adhabu kwa maumivu yani kuna kipindi unagonjeka alafu tena anamaliza anatoa appetite. Soma maliza. Kwa mashindano yaendeleayo daima mifupani mwake. Na roho yake huchukia chakula. Huchukia nini? Chakula. Hiyo si ni malaria? Si malaria ikikuja jameni, kuna mtu anakuwa na appetite smart. Nani anakulaga vizuri sana wakati amepigwa na malaria ya kutosha? Anakunywa chai ya maziwa, anakula nyama na mafuta, anakula mayai, anakula mkate. Nani? Wakati uko na malaria. Alafu utakuta watu walio na mapepo wote siku hiyo, kama umewekwa hapa media ama wapi hospitali yoyote, saa yote wale wanakuja kukuona wakati wa hiyo malaria, wanakuja na juice, wanakuja na chips, wanakuja na kuku, and they know very well uko na malaria. Na malaria haitaki hizo vitu zote. Malaria inataka vitu ovyo ovyo vya kuchemshwa, uji ambao ina sukari. Malaria ile vitu inatakaga unashangaa mpaka unaulizaga wakati uko kama vile sasa hii nikipewa nyama choma na ugali naweza kula nasikia smart. Wakati hiyo malaria inakuja unaiona hivi unaichukia. Yani unaona watu wakikula kila kitu inanuka. Kuna certain time unasikia harufu nyingine mpaka unashindwa hii harufu inatoka wapi. Biblia inasema kwamba Bwana uiondoa mpaka amu ya chakula unachokipenda ili asungumuze nawe. Because unakuwa kisirani, kichwa ngumu, usikii. Lazima akutolee amu, akuangaishe mpaka ndio upate kusikia vizuri. Sema na nafsi yake unafikia nyama. Hiyo imeweka smart. Nafsi yake inachukia nini? Mwili inaiona inataka. Lakini nafsi inasema hiyo sitaki. Tutaendelea kutoka hapo kesho. Tunaendelea wiki hizi zote Bwana vile anavyotuwezesha. Hatujaondoka hapo. Tunasema hiyo inaitoka indicators of the active covenant. Ukitaka kujua you are in the covenant, number 1, lazima uwe na delay. Some things you want to do, they are delaying. They are delaying. Yani unataka, umeombewa, umefanya nini, umetoa masadaka, umefanya kila kitu, umefanya gymnastics zile zinafanywa na kiroho. Every preacher amejaribu kuongea na kukutabiria. But delay is a must. Delay is what? I said delay is what? Delay is a must. And that I was saying, my friends, even when we are doing the ministry, as I was saying, I could remember very well, even when I was a young boy where I grew up in my village, I can say for free, God called me in ministry without knowing. Mimi nimetoka background ya Catholic 100%.
But even when I was growing up, God just alinificha tu. One, I admired that Catholic priest offices. I admired their work. I admired what they were doing. Nika avoid vitu vingi. Mimi Mungu, even when my brothers were drunk and they were drinking, I never tasted pombe. So in other words, I did not know. I know I am in a covenant because I asked God, if my father could donate land for the Catholic Church, then what does it mean to me, God? You must honor that old man by also giving me an opportunity to serve humanity, because I could not be a Catholic father in our own cathedral ile mahali imejengwa kwetu. So when you are in a covenant, you must be prepared. You must be what? I say you must be what? Rachel ndiye alikuwa the covenant wife of Jacob. The Bible says she delayed in giving birth. Unanielewa? Isaac delayed in giving birth. I mean, every person, when John was born, before he was born, the father, Zachariah and Elizabeth, these people, they were under the covenant. John was to prepare a way. When you have an assignment, you must delay. But when you have no assignment, unatokeaga. Umeiona watu wanatokeaga mahali hawahitajiki. Ai, Jesus Christ. Hujawahi kuenda katika kwa harusi wanangoja either master of ceremony ama DJ ama keyboardist. Lakini wale wanatokea wote wanauliza na wewe unakuja uko hapa. Yani you are not needed. Lakini ule mwenye anahitajika anachelewa mpaka akifika kila mtu anapumu. Ama inakwaje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hujawahi ona hiyo? Naomba tusimame tumalize ibada. Then we will continue from here tomorrow. If you have any other questions of a dream that you know you wanted understood, please come tomorrow or write it down. Then we'll be able to give you the interpretation, what you dreamt. Sometimes you don't understand. You have been dreaming. Sometimes unaamuka, unaona katika ndoto umeangalia, unaona kukiwa blue, yani kuko blue everywhere. It represents the heavens. Does not represent demons. It represents the heavens. Kuna kipindi tu mtu unaona katika ndoto unaona bluish, ngine unaona brownish, which represents grapes. So you must understand even the colors, what it means on the dreaming land. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Mungu asante, tubariki, tusaidie nafsi yetu Baba iendelee kuizungumzia, kuifundisha na kuielewesha, ili tupate kufika katika hatima zetu, ili Bwana tusije kukosa baraka ambayo umetuahidia milele. Tunakupenda, tunakushukuru, tunakuheshimu, tunakubariki, tunasema asante milele na milele. Mungu inuliwe na utukuzwe na upewe heshima kwa mambo yote ambayo Bwana umetutendea. Baba, asante hata kwa sadaka ambayo tutakutolea mchana wa leo. Tunajua Mungu utaibariki, iwe baraka katika maisha yetu. Tunakupenda, tunakuheshimu, maana wewe unastahili. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru, tuseme amen. Tuje tutoe sadaka zetu.